Hali ya wasiwasi imetanda na kuzidi kuongezeka katika eneo la Shabu mpakani mwa gatuzi la Isiolo na Meru kufuatia kuuawa kwa watu wawili, mzee mmoja na kijana mchungaji na majambazi wanaoshukiwa kutoka gatuzi la Meru. Wakati wa mazishi ya marehemu katika makaburi ya LMD, wakazi pamoja na viongozi wa jamii wa Somali wameitaka serikali kuchukua hatua madhubuti kukomesha mauaji ambayo amekuwa akishahimiri katika eneo hilo na kurejesha utulivu mpakani. Mchungaji huyo aliyetambuliwa kwa jina la Abdi aliuawa katika eneo la Marisho, huko mzee aliyetambuliwa kama Bishar Matan akipigwa risasi na kuwa nyumbani kwake huko Shaba. Wakihutubia wanahabari wakiongozwa na mwenyekiti wa baraza la wazee la Degodia, Said Mohamed Hassan, wanasema wakazi wamekuwa wakiishi kwa amani na majirani zao kutoka kaunti ya Meru kwa muda mrefu kabla ya mivutano kuibuka hivi karibuni. Jana tulipata shida, watu wetu ambaye hawana hatia yoyote ambayo walikuwa wanachunga mali yao, walikuwa na wengine walikuwa wanakaa boma, wengine walikuwa wanakaa kwa mali yao kwa ngamia. Kuna wajambazi wakakuja wakafamia, wakaua mzee ambaye alikuwa anakaa boma, na wakaua tena kijana ambaye alikuwa anachunga mali ngamia. Na hiyo maneno si maneno ya kwanza ambayo upya, ni maneno ambayo imerudi muda mrefu. Tumelia na sisi hatujui shida ambayo hii watu wetu wanauliwa kila wakati. Na hii watu ambayo wanatofanya hivyo si watu wametoka mbali, ni watu ambaye jirani. Na unajua ya kwamba jirani hakuna siku kila mtu anajitosheleza kivyake. Wakati zingine mvua inanyesha bandi hao wanakuja hivi, sisi naye mvua bandi yao ikiisha tunaenda huko. Ni watu ambaye tangu zamani tulikuwa tunaishi pamoja. Lakini safari hii sisi hatuna shida yoyote ambaye imetokea katikati. Watu wanaamuka tu asubuhi na wanamaliza watu wakiwa wanakaa kwao. Kwa hivyo hii maneno imetuudhi sana, tuko na huzuni. Tunataka hii watu washukuliwe hatua kali. Hawa wakora washikwe na wasicheleweshe, kwa sababu sisi tumezuia watu yetu. Sisi tumezuia, tuko na vijana ambaye vile hawa wako na vijana wako tuko naye, lakini sisi tunapenda usalama. Na inasemekana wale ambaye waliua watu si wakora ambayo kutoka mbali, ni watu ambaye wametrainiwa, wako na training, ni wengi hata inajulikana ni wa MBR. Tunaomba kama hawa watu wanajulikana hivyo washikwe. Tunataka tusikie leo isibite hiyo watu wameshikwa na watu wetu wapate haki yao. Mkono ambaye ya dhulma ndio waliua hawa, tunaomba Allah beleke Jannatul Firdaus, na tunaomba wale ambaye waliua washikwe haraka. Tumehama Isiolo sawa ya adui anatoa kila siku anachukua mali yetu. Tumeingia kaunti ya Meru sasa iko na bunduki ya serikali ndio anatumaliza sisi. Murkomen juzi ilikuja hapa, aliingia juu ya salama. Sisi wa nani kwanza, sisi tumeshinda kujua. Sisi wa nani? Na mali yetu tupeleke wapi? Sisi tuishi wapi? Wasai namaliza kila wasai wana hatia. Kila siku namaliza uko anajiunga na mali yawa. Sisi tuende wapi? Atueleze Murkomen sisi mahali tunaenda. Hiyo tu ndio mimi swali yangu. Murkomen ajibu hiyo maneno. Kaunti ya Meru anakuja kumaliza wasai bure kila siku. Serikali akuja ingie kati kabla hii watu ajimalizana bure. Sisi sasa hakuna kitu tunayamaza tena, sababu mali yetu imeenda, wazee imekufa kila siku hivyo, na hakuna serikali. Atuoni serikali ya Isiolo, atuoni ya Meru anatomaliza, serikali kuu atuoni. Kwa hivyo Murkomen ndio mimi yangu naelekea kabisa, akuja ingilie kati, baadaye asiongee maneno ile hakuna. Wao ndani ya boma yake na hakuna makosa ingine, na hii makosa hata Meru unaua ngapi? 18. Karibu 18, na ingine hakuna, nakosekana iko kwao. Kwa hivyo serikali ile iko Meru na ile iko Isiolo, OCPD disia hapa, OCPD ya huko, disia huko, serikali ya juu ile ya county, hawa jue wanaua sisi maksudi
hakuna makosa ingine. Nachunga mali yake, yeye bado iko kwa boma tu. Ilikuwa boma watu wanakuja kuua yeye, na hata ile kijana ingine ikiwa nachunga ngamia na uwa ndani ya ngamia, na ingine nafanya jeraha yuko Meru. Kila siku tunabeba maili, mali yetu tunabebwa, watu yetu tunamalizwa, upande hii tunamalizwa, upande hii tunamalizwa. Isiolo ni yetu, ni kikao yetu, ni mahali tulisaliwa. Sasa tumeshangaa sisi hapana wa Kenya. Sisi hapana wa Kenya, sisi hapana raia ya Kenya. Yatima anakuwa zaidi, maskini anakuwa zaidi. Watu wanume kama yetu ndio wanamaliza sisi kila siku. Hiyo haistahili. Tunataka haki yetu. Tunamalizwa kila siku, tunanyanyaswa kila siku. Hatukubali kunyanyaswa, sababu mtu akiumwa mara moja, mara ya pili, mara ya tatu, hata yeye atasikia uchungu. Sisi yetu imekuwa zaidi na hatukubali. KPR ndio aliua ndugu yangu. Tunataka KPR hiyo serikali achukulie hatua na atuchukulie hata si haki KPR hiyo na uwa ndugu yetu. Tunataka serikali achukue hatua kali. Hatutaki kucheza sasa. Hii muda iliendelea wakati mingi. Waliua ngamia 18 juzi tukarabot. Sasa walitandika watu kwa mahali inaitwa Mashimbebo, na hiyo maneno yanaendelea wiki mbili. Tulieleza serikali ya Tigania East. Baada ya kueleza, tulipiga report kwa mahali inaitwa Shap, tukaeleza hii watu wanaendelea maneno mbaya, serikali achukue hatua, na hakuna hatua anachukuliwa. Iko askari anaishi Mashimbebo, Ijesio mkubwa Ijesio. Tulienda tukaeleza hii watu wanaendesha maneno mbaya, ni askari ya KBR, na maisha vile walifanya ni kukuja kutandika watu na kulalisha chini. Wanasema nyinyi hawezi ishi hapa usalama. Tukaeleza mkubwa Ijesio, hakuna action nachukuliwa, na tunataka serikali achukue hatua. Sisi mwenyewe tutaki vita, tunataka salama. Sasa sisi nakuwa refugee, tunatawaliwa njia mbaya ya kifo ya bunduki. Tulihamishwa Malango, tulihamishwa Isiolo mzima, tunahama mahali inaitwa Burat. Sasa sisi iko refugee kwa Meru. Kukuwa refugee kwa Meru anatawala sisi mbaya, usiku na mchana. Jamii anachinjwa, napigwa banga, na kufa, na nyaganywa, na kuliwa, wanume na uliwa. Sasa ile maneno yanatendeka ni mambo ya serikali, Home Guard ndio huwa sisi. Sasa mambo ya Somali iko hatari. Tutarudisha kibande Isiolo, tukue refugee, serikali ndio inajua mahali atapeleka sisi. Home Guard yetu inanyang'anywa bunduki, na Home Guard wa Meru zote wanapatiwa bunduki. Na wakituua hakuna mtu anaweza uliza hawa kitu. Serikali county ya Meru haulizi, county ya Isiolo hata haifiki hapo. Azitoshe serikali kuu ndio ilikuwa inavaa kuchukulia mambo ya security, hiyo serikali ndio inavaa kusimamia. Na hii serikali hata wacha kitu kingine, jana wakati maiti inaletwa watu wanapigwa katikati. Hawale wa Home Guard walikalia watu barabarani, walikataa maiti yachukuliwe. Kiasi hiyo polisi ya Isiolo wanakaa tu hapo wakiangalia. Polisi ya Meru wakiangalia tu. Kwa hivyo hii inamaanisha serikali ndio wako kutupiga Isiolo. Hapana Home Guard wala hapana raia. Kwa hivyo serikali kama anajiita serikali asimamie mali yetu. Hawa ndio wamechukua jukumu ya kusema sisi tutalinda raia. Kama watatulinda, si walinde watu vizuri, kwani wanalinda wa Meru na wanatoacha sisi. Kwa hivyo wenye siasa wa hapa pia ni watu wanafiki kubwa ni hao. Watu wa siasa ndio wanafiki kubwa. Kwa hivyo hao wanafiki naye serikali achukue hatua kwao. Hatuna mengi ya kusema. Otherwise hata sisi tunaweza chukua action. Mara yote sisi tunachunga amri ya serikali. Tunasema wacha serikali asimamie. Wacha serikali asimamie sisi. Wacha serikali angalie. Lakini hakuna mtu anatujibu. Serikali hatujibu. Unaona? Kwa hivyo sisi tumeumia, na zaidi ya hii sasa hatuwezi kuumia. Tuko na jamii sisi ya kutosha. Nikiripotia Kamacho TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamacho.